kutoweka kwa viumbe hai, kuharibika kwa bahari na mito, mabadiliko ya hali ya hewa, uchafu wa mazingira, wanyama na mimea kutoka nje wanaovamia mazingira na magonjwa mpya. Leo watu wengi wanazungumza kuhusu mambo haya. Lakini maana yake ni nini hasa? Inatuhusu vipi sisi? Na tunaweza kufanya nini ili kulinda na kuokoa dunia yetu? Haya ni mambo muhimu, lakini wakati mwingine ni magumu kuelewa. Ndiyo maana tutayachunguza pamoja katika vipindi 18. Kila mtu anaweza kusaidia kulinda mazingira. Usafiri, kwa safiri fupi, tembea, tumia baiskeli, ni nzuri kwa afya na mazingira. Tumia nguo kwa muda mrefu. Tengeneza au tumia tena badala ya kutupa. Taka, punguza plastiki. Tumia mifuko inayotumika mara nyingi. Teknolojia, tumia vifaa vyako kwa muda mrefu. Vizime usipovitumia. Fanya kazi pamoja. Tunaweza kupanda miti, kusafisha mazingira, kuanzisha kabla ya mazingira shuleni. Unaweza kuhamasisha wengine. Waelezee marafiki na familia umuhimu wa kulinda mazingira. Kila hatua hata ndogo ina umuhimu. Mabadiliko yanaanza na wewe. Tulinde dunia yetu pamoja. Tumefika mwisho ya kipindi hiki. Asanteni kwa kutusikiliza kwa makini. Tembeleeni www.youthconservation ili kujifunza zaidi na kuona maelezo na mafundisho yetu kuhusu mazingira na jinsi ya kuyahifadhi. Tutaonana tena katika kipindi kijacho. Karibuni tena.